Mkutano huu umezungumza mambo mengi, lakini labda ya muhimu zaidi ni kwamba kwanza tumepitia maazimio ya mkutano wa wakuu wa nchi hizi za ukombozi ambao ulifanyika mwaka jana Afrika Kusini. Maazimio hayo yalihusu kwanza kuangalia hali ya kisiasa katika eneo letu la kusini mwa Afrika na kuangalia ni namna gani vyama vyetu vinakwenda nje ya lile lengo la kwanza la ukombozi. Lengo la kwanza ilikuwa ni kupata uhuru wa bendera. Baada ya kupatikana uhuru wa bendera, jukumu kubwa la vyama vyetu limekuwa sasa kuhakikisha tunachochea maendeleo ya kiuchumi na maendeleo ya kijamii. Vile vile katika maazimio ya mikutano iliyopita ni kwamba nchi zetu lazima ziimarishe uhuru wake, sio tu kwa uhuru wa bendera, uhuru wa uchumi, lakini uhuru kwa maana ya kuwa pamoja kama nchi ambazo kihistoria zimekuwa pamoja. Na kuangalia changamoto zilizoko sasa hivi, kuna mabadiliko ya kijiopolitiki, kuna migogoro huku na kule, na kwa hiyo nchi zetu zinasimama imara vipi kwa kukabiliana na migogoro mbalimbali inayotokana katika nchi nyingine. Kwa hiyo hilo ni eneo kubwa ambalo tumezungumza. Kiujumla tumezungumza masuala ya siasa, uchumi na maendeleo ya kijamii katika eneo letu la ukanda wa nchi za kusini mwa Afrika, ili kuhakikisha kwamba uhuru tulioupata unaendelea kulindwa na unaimarishwa na jitihada hizo za kuwatumikia wananchi. Labda niseme katika eneo hili nchi zetu zimefanya mapitio ya maendeleo mbalimbali yaliyotokea katika nchi zetu. Tumezungumzia kwa mfano, kwa upande sisi wa CCM, tumezungumzia jitihada zilizofanywa za kuendeleza miundombinu, kuimarisha huduma za jamii na kuweka mikakati ya kujenga uchumi stahimilivu, ikiwa ni pamoja na kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Hayo ni maeneo ambayo CCM tumeyazungumzia kwamba yanakwenda sambamba na uhuru ule tuliopata miaka kadhaa iliyokwisha, kwamba sasa ni wakati wa kuimarisha umadhubuti wa jitihada zetu tulizofanya za kujipatia uhuru kwa upande wetu CCM, lakini kwa upande wa nchi nyingine. Wenzetu wa vyama vingine wamezungumzia changamoto za ajira kwa vijana, wamezungumzia haja ya kuendelea kuweka mikakati madhubuti ya kuangalia changamoto ambazo zinawahusu sana vijana ambao wanakuwa ni sehemu kubwa ya jamii zetu, na hili limeonekana katika nchi zote hizo ambazo tumezungumzia kupitia vyama hivyo vya siasa. Lakini pia wamezungumzia mabadiliko ya tabia nchi. Wenzetu wa Msumbiji wamekuwa wakikumbwa mara kwa mara na vimbunga na mafuriko. Kwa hiyo ni eneo ambalo tunalizungumzia kama vyama, kwamba kwanza wameshukuru wakati wa matatizo yao tulikuwa pamoja, lakini pili imeonekana na sisi tuendelee kuwekeza katika zile shughuli ambazo zinazingatia mabadiliko ya tabia nchi. Wenzetu wa Afrika Kusini, wa Namibia, wa Zimbabwe hawakuwa na kitu tofauti na hiki, kwamba nchi zetu hivi sasa zinakabiliwa na ongezeko la vijana, changamoto za upatikanaji wa ajira, haja ya kuwawezesha wanawake, na imeonekana kwamba wanawake ni sehemu muhimu sana ya uchumi wa nchi zetu, ni sehemu muhimu ya ukombozi wa bara la Afrika. Kwa hiyo tuendelee kuimarisha ile mikakati ya kujenga jamii jumuishi, kujenga uchumi jumuishi na uchumi stahamilivu. Haya ni mambo makubwa yaliyozungumzwa katika kikao chetu cha leo cha makatibu wakuu wa vyama vya ukombozi kusini mwa Afrika.